Kwa habari ya key. Sasa na kuonyesha namba. Sasa tutafanyia kwenye key C. Hapa ndio itakuwa reference key yetu C. Tutakuwa kwenye C. Hii ni namba moja yetu. Sasa ukifuatilia kwenye ile major scale, huwa tunasema kutoka moja kwenda mbili inakuwa ni whole step. Kutoka 2 kwenda 3 ni whole step. Tunapozungumzia whole step ni hatua nzima. Na ninapozungumzia hatua nzima kwenye gitaa, kwenye kinanda nafikiri unafahamu. Hatua nzima maana yake lazima uluke noti moja, noti inayofuata inakuwa hatua nzima. Lakini nusu hatua inakuwa hauluki noti yoyote. Sasa kwa mfano kwenye gitaa, key C yetu ni kwa nikizungumzia habari ya hatua nzima, nikiruka hapa kuja hapa ni hatua nzima. Ila nikatoka hapa nikaja hapa ni nusu hatua. Kwa hiyo sasa kutoka moja kwenda mbili ni hatua nzima. Kwa 1 then 2 hatua nzima. Sasa kutoka moja kwenda mbili, angalia fingering yake. Kidole namba 1 na 2 namba 3 namba 4. Kwa hiyo kidole namba 2 namba 3. Kama hii itakuwa 1 2 3 4, kwa hiyo kidole namba 3. Hii point, hii middle finger ndio ina hold kwenye 1. Alafu small finger ina hold namba 2. Alafu index finger hii inakuwa namba 3. Then middle finger. Then kidole kidogo. Alafu kwa inakuwa 1 2 3 4 5 6 7 1. Kwa ni do re mi fa sol la ti do. Kwa sasa unaanza kufanya mazoezi key moja moja, unatoka 1 2 3 4 5 6 7 1. Angalia 2 3 3 iko nyuma ya 4. Kama unafahamu, kwa sababu ni mpige kinanda pia utajua kutoka 3 kwenda 4 maana yake ni nusu hatua. Kwa moja 2 3 4 5. Kwa kutoka 3 kwenda 4 nusu hatua, 4 kwenda 5 ni hatua nzima. Then 6 7 1. Hiyo ni njia ya kwanza. Lakini njia ya pili ambayo unaweza kufanya ni 1 alafu 2 3. Unajua kutoka 1 kwenda 2 ni hatua nzima, kutoka 2 kwenda 3 ni hatua nzima. Then 4 5 hatua nzima, 6 hatua nzima, 7 1. Kwa inakuwa 1 2 3. Alafu chini ya 1 kuna 4. Chini ya 2 kuna 5. Chini ya 3 kuna 6. Then 7 1. Oh, 1 2 3 4 5 6 7 1. Narudia taratibu 1 2 3 4 5 6 7 1. Kwa hiyo inakuwa kwenye key zote. Hata nikisema nije nipige D sharp. Kwa hiyo itakuwa hivyo, unafanya zoezi. Sorry. Hivyo utafanya.